Karibu sana mtazamaji wa Kasako Media, na sasa ni wasaa wa taarifa za kimichezo. Kubwa zaidi mara baada ya kuchelewa kwa logo mpya ambayo itatumika kwa klabu ambazo zinashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Hatimaye shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika kwa maana ya CAF imezindua rasmi logo ambayo itakayotumika katika michuano hiyo mikubwa kwa ngazi ya virabu barani Afrika. Ikumbukwe kuwa katika hatua za awali klabu zilitumia logo ya zamani katika michuano hiyo kwa ngazi ya virabu barani Afrika, na sasa ni rasmi wamezindua logo ambayo inakwenda kutumika katika hatua hizi za makundi. Hivyo wawakilishi wote wameshatumiwa logo mpya na watazitumia katika michezo inayofuata. Wawakilishi wetu hapa nchini Tanzania kwa maana ya kikosi ya Young Africans Simba Sports katika ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini katika kombe la shirikisho ni Azam FC pamoja na Singida Black Star tayari wameshatumiwa logo mpya. Hivyo katika michezo inayofuata katika hatua ya makundi watavaa logo mpya hiyo ya CAF kwa ngazi ya klabu. Zikiwa zimesalia wiki chache kuelekea katika michuano ya AFCON nchini Morocco, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF limetangaza jumla ya waamuzi 73 ambao watakwenda kusimamia michuano hiyo mikubwa kwa ngazi ya timu za taifa barani Afrika maana ya AFCON. Lakini kubwa zaidi, Tanzania hakuna mwamuzi yoyote ambaye amechaguliwa, lakini katika ukanda huu wa Sekafa Kenya wametoa waamuzi 4, Sudani wametoa waamuzi 3, Burundi mwamuzi 1, Djibouti mwamuzi 1, Rwanda mwamuzi 1, Somalia mwamuzi 1, lakini pia Uganda mwamuzi 1. Mpaka kufikia hapo tunahitimisha habari za kimichezo. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.